المسألة الثانية مسألة يبيلي المسألة الثانية مسألة يبيلي كيو المسألة الثانية مسألة يبيلي ambayo tunajifundisha المسألة الثانية kwa maana kwamba masala ya pili ambayo tunajifundisha katika maelezo haya ambayo ameandika Sheikh hafidhahu Allah Ta'ala ni hukumu lubsi al-abaa, hukumu ya kuvaa abaya. Hukumu lubsi al-abaati, hukumu ya kuvaa abaya. Lakini moja kwa moja sisi akili zetu zisiende katika mabaya haya ya wahuni leo yanayovaliwa na wahuni, yale yanafaa kuvaa ndani lakini sio kutoka nayo mjini. Sisi tunazungumzia abaa za kisheria ambazo zinakubalika kisheria, hukumu yake ni nini? Jawab aljawazu, kama Sheikh alivyosema, yajuzu laki, inafaa kwa wewe mwanamke, lubsul abaati, kuvaa abaya. Lubsul abaati, kuvaa abaya. Kwa hiyo hukumu yake nini? Aljawaz, ni jaiz, ni jambo ambalo linaruhusiwa kisheria. Yajuzu laki, inafaa kwa wewe mwanamke, lubsul abaati ala alkatfi, kuvaa abaya juu ya nini? Mabega yako. Inaanzia katika mabega. yajuzu laki lubsi al-abaati ala al-katfi, inajuzu kwa wewe kuvaa abaya juu ya mabega yako. Kwa hiyo hukumu yake kuvaa abaya ni jaiz, hukumu yake ni aljawaz, sio haram na wala sio wajib na wala sio sunna na wala sio makruh, bali ni jaizun. مسألة يا تاتو مسألة يا تاتو شروط لبس العباءة، شرط زكفاء أبايا. شروط لبس العباءة، شرط زكفاء أبايا. شروط لبس العباءة، masharti ambayo yanatakikana yatimie ili mwanamke aruhusiwe kuvaa abaya. Awalan, sharti ya kwanza min shuruti lubsi al-abaati, miongoni mwa sharti za kuruhusiwa mwanamke kuvaa abaya. Awalan, sharti ya kwanza, an takuna wasi'atan, kwanza hiyo abaya iwe ni pana. An takuna wasi'atan, hiyo abaya iwe ni pana. An takuna al-abaatu wasi'atan, an takuna wasi'atan, hiyo abaya iwe ni pana. kama Sheikh alivyotaja. Sharti ya pili, sharti ya pili an talbasa ma'aha khimarun, an talbasa ma'aha khimarun. Mwanamke atakapovaa abaya asitosheki tu kwamba tayari ameshavaa, bali ameshika mabega yake mpaka kule chini, bali avae pamoja na hiyo abaya khimari. An talbasa ma'aha khimarun, avae pamoja na hiyo abaya khimari. Nasema nyinyi mnaelewa zaidi kwamba ile abaya atakapokuwa amelivaa asitosheki tu kwamba tayari ameshavaa abaya kadhia imekwisha, bali avae na nini?
avae pamoja na hiyo abaya juu yake khimar, ambapo kazi ya khimar hiyo ni satru sadri wal katfi, ni kustiri kifua chake na mabega yake, min al-amami wal khalfi, kama tulivyosema, tokea upande wa mbele na upande wa nyuma. Sharti ya tatu, sharti ya kwanza tumesema antakuna wasi'atan, liwe ni pana, au fadhfadhan, liwe ni pana, lisidhihirishe nini maungo yake, wala lisioneshe shakli ya mwili wake. Mtume amesema simfani min ahli an-nari lam arahuma, makundi mawili ya wanawake ni ya makundi ya watu wa motoni, sijapata kuwaona bado, lakini itakuja kujitokeza baadaye. Akataja katika hao ni saun kasiyatun ariyatun, wanawake ambao ni kasiyatun, wamevaa ariyatun, lakini wako ni yani nguo aliyovaa inaonyesha ndani. Kwa hiyo lazima hiyo abaya iwe ni fadhfadha, iwe ni pana wasi'atan. Lakini vile vile antalbasa ma'aha khimarun, avae pamoja na hiyo abaya aliyovaa nini tandio. Naelewa dalili ya hilo? Allah amesema katika surati an-Nur, waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na wateremshe shungi zao. Khimar maana ni shungi. Hayo tofauti kati ya shungi na mtandio, ipo tofauti eh? Kwa hiyo Allah ametuambia hivyo, waliyadhribna bikhumurihinna ala juyubihinna, na wakishavaa wanawake majilbabu yao wateremshe shungi zao juu ya vifua vyao. Na tumesema hapa kazi ya hiyo khimar ni kustiri nini kifua chako na mabega yako, upande wa mbele na nyuma yako. Hiyo ni sharti ya ngapi? Ya pili. Sharti ya tatu, alla takuna zinatan fi nafsiha, hiyo abaya lisiwe ni pambo lenyewe kama lenyewe. Na baadhi ya mabaya ya rangi nyeusi, lakini pembeni umeweka michoro fulani hivi ya kung'ara fulani, au mingine kwenye mikono wanaweka mapambo fulani, lenyewe ni rangi nyeusi, anaruhusiwa kutoka nayo. Lakini shida ipo katika mikono, kuna mapambo ya kumeremeta, au kwenye pande wa mbele kuna mstari wa kumeremeta huku na huku, kulia na kushoto, kwenda mpaka chini. Hilo halifai, kwa sababu ni zinatun fi nafsiha, limekuwa ni pambo katika nafsi yake. Sababu Allah ametuambia wala tatabarraj tabarruj aljahiliyyah, na wala msitangetange kama kutangatanga kwa wale wanawake wa mwanzo, maana msidhihirishe mapambo, kwa sababu hayo mapambo yanageuza sana macho ya wanaume. Rangi zile ambazo zimechanganyika zinawachanganya wanaume, kama abaya lilipochanganyika rangi, basi na wanaume wanachanganyikiwa hivyo. Suratul Ahzab ya 33. Sharti ya ngapi? Ya tatu. Sharti ya 4, min shuruti lubsi al-abaa, miongoni mwa sharti za kuvaa abaya kama alivyotaja Sheikh hapo, alla takuna mu'attaratan, hiyo abaya isiwe imepakwa manukato. Alla takuna mu'attaratan, hiyo abaya isiwe imepakwa manukato. Sasa wa alla takuna al-aba'atu zinatun fi nafsiha au khafifatan au mu'attaratan, isiwe imepakwa manukato. Alla takuna mu'attaratan, hiyo abaya isiwe imepakwa manukato, kama wanaofanya baadhi ya wanawake, kutoka anachukua perfume anapaka, au anachukua uturi anaweka, na mfano wa kama hivi. Mtume alayhi wasallam anasema ayyuma imra'a
mwanamke yeyote ista'tarat ambaye amepaka manukato perfume au turi famarrat ala qaumin liyajidu rihaha na akapita mbele ya wanaume ili wapate kunusa harufu yake ile hiya zaniyatun mwanamke huyu amezini anaandikiwa kuwa amezini amefanya zina rawahu an-Nasa'i wasahahahu al-Albani hayo ndio masharti ambayo Sheikh ameyataja kuwa katika nini shurutul abaa shurutu lubsi al-abaa sharti za kuvaa nini abaya sharti za kuvaa abaya lakini sharti ya ngapi ya 6 ya ngapi ya 5 an talbasa au an tulbasa fawqa baqi almalabis an tulbasa fawqa almalabis ivaliwe hiyo abaya nje ya nguo ulizovaa tayari an tulbasa fawqa almalabis ivaliwe hiyo abaya nje ya nini nje ya nguo ambazo umevaa an tulbasa fawqa almalabis ivaliwe hiyo abaya nje ya mavazi ambayo umevaa tayari yani usivae yenyewe kama yenyewe basi kaondoka zako sokoni au wapi bali vaa nguo zako vaa gauni yako vaa nini tayari umejiweka unachukua abaya unamalizia ndio maana ya hiyo sharti kwa sababu abaya ni libasun khariji kama tulivyosema ni nguo ya nje yenye kustiri inavaliwa nje ya mavazi yale ambayo kiada kimazoea kwamba mwanamke anavaa kutoka nje tayari umevaa nguo zako za kawaida ambazo kila siku huwa unavaa unapotoka nje ukimaliza unachukua abaya unamalizia mshoni kwa hiyo kwa mnasaba huo au hizi ndo sharti hizo ndo sharti za abaya va abaya umeeleka طيب نسأل الله العافية والسلام صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين